Siasa ni mchezo mbaya sana. Mchezo huu wa siasa ni kama ule wa avieta. Usipochunga, unajua avieta inaweza ikakuweka mahala pabaya. Na siasa katika taifa letu la Kenya, tusipochunga, inaweza ikaleta vita. Tangia mwaka 2007 karibia miaka 20 mpaka sasa hivi, Kenya imeweza kupiga hatua. Tusipochunga tutarudi mwaka 2007. Ninakuambia hili, tusipochunga tutarudi mahala ambapo mwaka 2007 ilikuwa, yani vita. Unajua wanasiasa ambao wanaweza wakatufanya tukosane, hawa wanaelewana. These politicians are friends, they are brothers, they are cousins, wanaelewana. Yaweza ikawa kwamba Ezra yuko upinzani, hawezi ikawa kwamba ndugu yangu kaka yuko kwa serikali, lakini sisi sote ni ndugu. Yaweza ikawa kwamba Kalonzo yuko upinzani, Ruto yuko kwa serikali. Hawa ni ndugu, lakini hawaelewani kisiasa. Tusipochunga, taifa letu la Kenya linaelekea mahala ambapo tulikuwa mwaka 2007. Kuna kanda ambayo nimeiona inasambazwa mitandaoni kutoka Rift Valley, aswa Ang'ata Barkoi, Narok, kutoka kwa mjamaa mmoja mwenye anaitwa Johana Kamilan. Kwa wale ambao mmekuwa mkisikia hivi vita ambavyo vinatokea Ang'ata Barkoi vya mashamba, this guy knows better. He might be the inciter of those clashes of Ang'ata Barkoi. Sasa kuna kanda yake ambayo nimeiona inasambazwa mitandaoni, inawaonya Wakikuyu kwamba wasipoacha kumuimbia William Ruto one term, watawafukuza kutoka Nakuru. Kulingana na bwana Kamilan, anasema kwamba Nakuru County ni mali ya Wakalenjin na Mkikuyu kule si kwao, bali waliwaonea huruma wakawapea shamba wajenge. Wakitaka wanaweza wakawafukuza wakati wowote. Eti wakiendelea kuimbia William Ruto one term, watawafukuza. Na serikali imenyamaza kipindi ambapo mtu kama huyu anatoa cheche za maneno ambazo zinaweza zikaleta vita katika taifa letu la Kenya. Mimi ninafikiri kwamba katika taifa letu la Kenya kuna demokrasia. Kila mtu anapaswa kukuwa na maoni yake. Hiyo ndio demokrasia. Kipindi ambapo unapata mtu anasema kwamba haogopi kusema kwamba Wakikuyu kwao si Nakuru, yuko na nia gani? Ni kwa sababu anajua serikali ni yao? Ni kwa sababu anajua waziri wa usalama wa ndani ni wao?
hawezi akamfanyia chochote, ni kwa sababu anajua DCI ni yao. Hata akiongea uchochezi hawezi akakamatwa. Kipindi ambapo mtu anaongea eti kwamba Gachagua asipo acha kusumbua Ruto watafukuza Wakikuyu kutoka Nakuru County, na unapata Wakikuyu wanaimba tutam. Akili zenu ziko sawa? Takataka naitwa Gachagua hii ambaye anatusumbua na ni makosa. Wakati wabeberi walienda au wale watu shujaa walisaidiana kufanya fujo mpaka wazungu wakaona awajie Waafrika wa Kenya mamlaka. Ni nani alizumbua Kenyatta mzee? Nani alizumbua Kibaki? Nani amezumbua Uhuru? Alafu hii jamii ya Central, na mimi kabisa ndio nasema kabisa mzuri, atushindwe tupimane na nyinyi. Hiyo ni kasi kidogo. Moi mlijaribu kupendua serikali yake kwa 1982. Ilikuwa nazaliwa hiyo mwaka. Mapinduzi ya nini? Tunawaheshimu na tumewaheshimu. Tumewapea shamba hapa Nakuru. Nakuru sio Central. Na ninaongea nikijisikia kabisa hiyo ni ardhi yetu, na tulitoa na mababu zetu walitoa. Mukakaa tutaisumbua nyinyi mpaka Molo Chebukati hapo. Nina imani kwamba umeweza kusikiliza hayo maneno na hata wewe umeweza kushangaa jinsi ambavyo nimeshangaa. Mtu kama huyu ameweza kuzungumza, hajaweza kuitwa kwa sababu anatoka kwenye jamii fulani ambayo inaongoza Kenya. Lakini mimi Bwana Ezra kutoka jamii tofauti, ningezungumza maneno kama haya, ningekuwa nimekujiwa na DCI. Huu ni upuzi ambao unaendelea Kenya. Kila mtu anapaswa kukua chini ya sheria. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Mtu kama huyu mwenye anazungumza haya maneno anajua kweli mahala ambapo Kenya ilikuwa mwaka 2007. Wacha niwape historia kidogo. Mimi nimelelewa Kericho County, mahala ambapo panaitwa Chebaon, Kapsuser, Jamji, Kiptetan na mahala ambapo panaitwa Engineering, Kericho County. Pale mzazi wangu alienda kitambo kwenda kutafuta riziki. Pale ndipo mzazi alikuwa anafanya kazi, na mimi siogopi kulisema hilo. Niko proud. Akafanya kazi, akanifunzia mpaka nikamaliza chuo. Mzazi wangu mama alienda pale akiwa kitambo sana, nikiwa mchanga. Yale machafuko ya mwaka 2007 yalitupata Kericho nikiwa Kapsuser, ama tukiwa Kapsuser, Kericho County. Mimi kama Ezra mwenye nilikuwa pale, unaona jinsi ambavyo huyu bwana amezungumza. Mwaka 2007 yalianza hivi, mahala ambapo ulikuwa unaambiwa kwamba usipozungumza mtu fulani wewe ni adui wetu. Jinsi ambavyo huyu bwana Kamilan anazungumza kwamba Wakikuyu msipoacha kuimba one time, Gachagua asipoacha kusumbua William Ruto, mtahama Nakuru. Mnafikiri haya ni mbali na uchochezi? Yale ambayo yalinipata mimi, mama yangu mzazi, dada yangu na ndugu yangu. Tuliishi kwa chai, ndani ya chai. Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna blanketi ya kujifunika, mpaka tukakuja kuchukuliwa na magari ambayo yalitupeleka Ikonge.
Kama mnaelewa, wale watu ambao ni wakimbizi walikuwa wanapelekwa Ikonge. Sitatamani yale ambayo yalitukumba mwaka 2007 ya kuja kukumba watu tena mwaka 2027, kipindi ambapo mtu anatoa kauli ya uchochezi kama hii na anaachwa, hajaweza kuitwa na DCI, hajaweza kuitwa na polisi kuandikisha taarifa, na hii kauli hajaweza kuitoa siku ya Alhamisi tarehe 5 Februari mwaka 2026. Aliitoa Jumatano tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2026. Nimetegea nione iwapo ataweza kuitwa aende kuandikisha taarifa. Hajaweza kuitwa, kwani kuna watu ambao wako juu ya sheria. Tusipochunga, tukiendelea kutetea yule ni mtu wetu, hata kama kwamba amezungumza vibaya, yule ni mtu wetu, hapaswi kuitwa kuandikisha taarifa, tutachoma taifa letu kwa mikono yetu miwili. Sasa hivi NCIC imetulia, National Cohesion Integration Commission imetulia, haijaweza kusema kwamba huu ni uchochezi. DCI imetulia, Inspector General ametulia, kwa sababu hata kipindi ambapo niliona mambo ya Ng'ata Barikoi, huyu jamaa alikuwa anaongozana na Inspector General wa polisi na hakufanyiwa chochote, na anajua kile ambacho kilikuwa kinaendelea Ng'ata Barikoi, alafu anazungumza maneno kama haya na anaachwa. Kwani yeye yuko na sheria yake, akisema kwamba Wakikuyu wataona cha mtema kuni, watahama Nakuru wakitaka. Kila mtu yuko na uhuru wa siasa zake, hiyo inaitwa demokrasia. Hii nchi si ya jamii moja. Kama anataka mtu wao aongoze Kenya, angemwambia afanye kazi hii miaka 5, Wakenya wasimchukie. Siasa ni kama mfanyabiashara, kila mtu anauza mboga zake, kila mtu anauza mtumba yake. Mwenye atakubalika ni sawa, mwenye atakataliwa ni sawa, lakini si uchochezi. Hawa wanasiasa ni marafiki, lakini je, sisi ambao tunatishiana eti kwamba kama mtaunga mtu wetu mkono mtahama Nakuru, huu ni upuzi. Na Aaron Cheruiyot, seneta wa kaunti ya Kericho, alikuwa hapa penye huyu mtu alikuwa anazungumza, alikuwa hapa. Chanzo cha haya maneno yote, viongozi hawa waliungana, wanataka kumtoa mtu wao aongoze Nakuru County, wamtoe Susan Kihika, wampeleke nyumbani, eti kwamba Nakuru si ya Wakikuyu. Tangia haya maneno yalipoanza Nakuru, DCI haijaweza kuita mtu yeyote. Alafu nasema kwamba tuko na Kenya. Hatuna Kenya, hatuna. Kama tungekuwa na Kenya, mtu kama huyu Kamila Johana angekuwa ameitwa aandikishe taarifa. Ama kwa sababu yeye ni Mkalenjin? Hapana. Nobody is above the law. Even the president is not above the law. Matamshi kama haya ndiyo yanatolewa kwa kinywa. Nchi ikichomeka, mnaanza kuwekelea vijana wa Gen Z kwamba wao ni majambazi. Mliona wabunge mwaka 2024 walipokuwa wanapitisha finance bill, walikuwa wanazungumza wakiwa wanajisikia. Nchi ilipoungua walijificha. Vijana wa Gen Z wakaanza kuitwa majambazi. Mnataka tena tuelekee huo mkondo? Hapana. Hapana. Siasa kama hizi za kwanza kutishiana eti watu watahama, hizo ni siasa chafu, hazikubaliki katika taifa letu la Kenya.
Ninajua sina cheo katika taifa letu la Kenya, lakini upuzi kama huu lazima tukatae. Hapana, hapana. Kutokana na yale ambayo niliyaona mwaka 2007 kipindi cha kura za PNU na ODM, hatutataka mambo kama haya yaweze kujirudia. Tafadhali ninaomba kila mtu acha apige siasa zake. Sasa kipindi ambapo huyu ndugu yetu Joanna Kamila ni anasema kwamba watafukuza Wakikuyu kutoka Nakuru, je, Wakikuyu wangekasirika kipindi ambapo William Ruto alimtoa Gachagua madarakani, wafukuza Wakalenjin ambao wanaishi Mount Kenya, ingekuwa nini? Hawezi ukaniambia tu kwamba sasa William Ruto ndiye amekosewa yeye peke yake. Hata William Ruto alikosea Gachagua. Sio mnatetea mtoto wenu peke yenu. Kama amefanya baya, amefanya baya. Nobody is above the law. And I repeat that one. And I repeat, nobody is above the law.